Habari wapendwa, naenda kuwasalimia nyote ambao mnatufuatilia kwa channel yetu. Unapopata video yetu hii, usikose kucomment, usikose kushare, usikose kusubscribe, usikose kulike video, kwa sababu unapo like video zote utakuwa unazipata. Lakini usikose kusubscribe, kwa sababu subscribe ndio kitu cha maana sana kwa channel yetu. Unapo subscribe video zote utakuwa unazipata, zitakuwa zinakuingilia kwenye simu yako. Zinapokuingilia kwenye simu yako unaziona, kwa sababu umesubscribe na kuwa mwanamemba kwa channel yetu. Bila kukawia, leo tunaenda kuzungumzia wewe ambao unapatikana Marekani na wewe ambao unapatikana kwenye nchi za Ulaya. Usiharibu jina lako kwenye nchi ya Marekani, wala usiharibu jina lako kwenye nchi za Ulaya, kwa sababu unapoharibu jina lako, ina maana wewe hutawahi kufika Afrika na hutawahi kutembea popote pale, kwa sababu watu wote ambao wanapatikana kwenye nchi za Ulaya au nchi za Marekani, watu wote wanaishi kwenye sisteme. Kwa sababu unapoharibu jina lako, unakuta wewe unakuwa mtu hautapata nyumba na hutawahi kupata sehemu pa kukaa, kwa sababu ushaharibu jina lako. Unapoharibu jina lako kwenye nchi za Ulaya, ina maana wewe hutawahi kusafiri na hutawahi kwenda nchi yoyote ile, kwa sababu unapoomba visa hawatakupa visa, kwa sababu jina lako iko kule kwenye sisteme. Wanapoenda kutazama jina lako, umeshawahi kuharibu jina lako, ndugu yangu, haustahili kuenda Afrika na haustahili kuenda nchi yoyote ile, kwa sababu watu wengi wanakuja huku Ulaya. Wanapofika huku wanaikalia bangi, sigara, madawa za kulevya. Sasa unapokuta mtu huyo ambaye anaikalia bangi na sigara na pombe nyingi na madawa za kulevya, unakuta huyo mtu anaenda kuharibu jina lake bila kujitambua. Jina lako unapoharibu ndani ya sisteme, ina maana wewe unakuwa mtu wa hapa hadi siku utakufa. Utatamani bora ufe kuliko kuendelea kuishi kwenye dunia hii, kwa sababu watu wa Amerika walitufuatilia kwa channel yetu, wakatuambia tuweze kushauria watu ambao wanapatikana Marekani na watu ambao wanapatikana kwenye nchi za Ulaya, kwa sababu watu wengi ambao wanapatikana Marekani wanaharibu jina yao. Wanapoharibu jina yao kwenye sisteme, unakuta ule mtu ambaye ameharibu jina lake hastahili kwenda popote, na hastahili kusafiri, na hastahili kukaa hata kazini hastahili kufanya kazi, kwa sababu ushaharibu jina lako. Hata kazi yoyote ile hautapewa, kwa sababu umeshaharibu jina lako. Nyinyi ambao mnapatikana Marekani, mzidi kuchunga jina lako vizuri. Chunga jina lako vizuri kwenye sisteme. Usifanye kosa yoyote Marekani, usifanye kosa yoyote kwenye nchi za Ulaya, sababu unapofanya kosa yoyote ile, ina maana wewe unakuwa tu mtu wa pale hadi siku utakufa, kwa sababu hautawahi kusafiri na hutawahi kwenda popote pale, kwa sababu umeshaharibu jina lako. Kwa hiyo nyinyi ambao mnapatikana Marekani, jaribu kuchunga jina lako kwenye system. Weka jina lako iwe vizuri. Usifanye kosa yoyote na serikali, usigombane na watu, usikorofishe watu, kwa sababu unapokuwa unagombana na watu na unakorofisha watu, ina maana wewe unatarajia kwenda kuwekwa kwenye sisteme. Unapowekwa kwenye sisteme, ina maana wewe utakuwa mtu wa hapa hadi siku utazeeka, hadi siku utakufa, au utaenda popote, na hakuna nchi yoyote ambayo utatembelea, kwa sababu ushaharibu jina lako. Hata kwa ndugu yako hautapafika. Usifikirie unapoharibu jina lako eti utapewa nyumba Ulaya. Hautapewa nyumba, na utapewa makao. Unakuta watu wengi wanalala barabarani kwa sababu wameshaharibu jina yao. Kwa hiyo nyinyi ambao mnapatikana Marekani, muendelee kuchunga jina lenu vizuri, mchunge jina zenyu vizuri. Usiharibu jina lako, kwa sababu unapoharibu jina lako, ina maana wewe hautawahi kwenda nchi yoyote ile. Hata ukiomba visa hawatakupa, kwa sababu ni habari ambayo sisi tuipata kwa channel yetu. Watu wa Marekani wako na shinda na lalamika kutuambia tuzidi kushauria watu ambao wanapatikana Marekani waendelee kuchunga jina lao vizuri, wachunge majina yao, kwa sababu jina lako unapoharibu,
unaenda kulala nje. Ndio wale watu ambao wanawaita homeless wanakuwa watu wa kulala nje. Ina maana wewe hautapata nyumba, hautakuwa na kazi, na hutawahi kupata kazi yoyote, na hutawahi kuenda nchi yoyote ile. Ina maana wewe utakuwa mtu wa kulala nje, kwa sababu umeshaharibu jina lako. Na watu ambao wanapatikana Ulaya pia, mchunge jina yenu vizuri sana kwenye sisteme, kwa sababu unapofanya kosa yoyote ile na ushawahi kuharibu jina lako, hautawahi kuenda popote pale, kwa sababu wanakucheki kwenye sisteme, wanaona ushaharibu jina. Hata ukiomba visa uende Afrika, uende nchi yoyote Afrika, hawatakupa visa kwa sababu umeshaharibu jina lako. Na ndio maana sisi tunapopata habari yoyote ile, tunakuja kuwaambia nyinyi ambao mjapata, muipate kupitia sisi. Sisi tunapopata habari yoyote ile, huwa tunyamizii, tunakuja kuwaambia na nyinyi pia mjue kile kitu ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Kwa hiyo nyinyi ambao mnapatikana Marekani, muwe na chunga jina yenu vizuri. Jaribu kuchunga jina yenu vizuri, jina yenu iwe vizuri, kwa sababu unapochunga jina lako ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu unapochunga jina lako, usiwe na kosa yoyote, usifanye mauaji, usikorofishane na mtu, usipigane na watu. Hapo utakuwa unachunga jina lako vizuri. Na vitu vya kulipa usikose kulipa, kwa sababu unapokuja nchi za Marekani wala nchi za Ulaya, kila kitu unabidi uwe unalipa. Usikose kulipa nyumba, usikose kulipa maji, usikose kulipa umeme, usikose kulipa moto, usikose kulipa kila kitu chote kile. Hata ukiwa na gari ndani ya lupango yako, unakuwa na gari ndani ya nyumba, hakikisha wewe unalipa ile gari, unalipia tax zote zile unastahili kuzilipa. Kwa sababu unapokosa kulipa kwenye nchi za Ulaya, ndugu yangu, utaenda kaa jela miaka 20 uko jela. Kwa sababu sisi tunapopata mashauri yote yale, tunakuja kuwaambia nyinyi ambao mjaipata, muweze kuipata na muweze kuisikia na muweze kuifanyia kazi, kwa sababu watu wengi wanalala nje kwa kosa kutulia. Kwa sababu kwenye nchi za Ulaya, unaposhindwa kutulia kwenye nchi za Ulaya, utajikuta wewe unalala nje. Kwa sababu unapolala nje, hakuna mahali pote pale ambapo utaenda kulala, na hakuna nyumba yoyote ambayo utakimbilia uende kuomba makao, uende kuomba sehemu pa kulala. Hata ndugu yako wote ule astahili kuingiza kwenye nyumba yake, kwa sababu wewe ni mtu ambao umeshakuwa hauna nyumba, hauna makao, hauna sehemu pa kulala. Kwa sababu ndugu yako anajua, naye anapokuingiza kwenye nyumba yake, na yeye pia watakuja kumuondoa. Kwa sababu kwenye nchi za Ulaya, hizi nchi za Ulaya hazina huruma. Unapokosea jina lako tu, basi ina maana wewe sasa unakuwa mtu wa kuteseka. Utatamani bora ningekufa basi mapema, nisiendelee kuteseka, bora nife kuliko kuendelea kuishi kwenye dunia hii. Na ndio maana watu wamoja ambao wanapatikana Marekani wanazidi kutuambia tuzidi kushauria watu, na sio Marekani tu, watu wa Canada, watu wa Australia, watu wa Uingereza, watu wa Sweden, watu wa Amerika, watu wote wanazidi kutufuatilia kwa channel yetu, kutuambia tuzidi kushauria watu, tuzidi kuwa tunawashauria, kwa sababu watu wengi wanapofika kwenye hizi nchi za Ulaya wanakuwa magaidi. Unakuta mtu alikuwa Afrika, alikuwa anaishi vizuri, alikuwa muombaji, alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini anapofika kwenye nchi za Ulaya, unakuta yeye mambo ya Mungu hana tena kule. Unakuta yeye sasa ni madroge, bia, kuna mapombe za kila aina. Yani unapoenda fungua friji yake, unakuta ni mapombe ndio zinajaa. Lakini unapoenda mtazama, wewe unasema huyu mtu sasa alikuwa Afrika, alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa naomba sana, lakini unapokuja kumtazama tena kwenye nchi za Ulaya, unakuta yeye ameshakuwa yani sura yake yote ni bangi tu, sigara, pombe. Watu wengi wanakuja kuharibu majina zao kwenye nchi za Ulaya. Unapoharibu jina lako,
Ndugu yangu, utazeeka hapa hadi siku utakufa, hautawahi kufika popote pale, nchi yoyote ile utaenda, kwa sababu umeshaharibu jina lako. Ukishafanya mauaji kidogo hapa, unaua mtu wala unafanya kosa yoyote ile kwenye nchi za Ulaya, utaenda kuzeekea jela. Unazeekea jela, unajikuta wewe ni mtu ambao unaenda kuzeekea jela. Kwa sababu linda jina lako vizuri, kwa sababu unapolinda jina lako ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu popote pale unapotaka kusafiri watakupa visa. Unapoomba visa kwenye nchi yoyote ile watakupa visa, lakini hapo unaposhindwa kulinda jina lako, jina lako umeshindwa, umeharibu jina lako kwenye system, hautawahi kupata chochote kile. Chochote kile ambao utatafuta utakipata, kwa sababu umeshaharibu jina lako. Kwa sababu huku Ulaya hakuna huruma, hakuna huruma. Hawasamee mtu, hawatasema eti kwa sababu wewe ushakuwa muda mrefu kwenye nchi za Ulaya, umeshakaa miaka mingi, ushakaa miaka 20, miaka 30, unapofanya kosa kidogo tu, ndugu yangu, utaenda kuzeekea jela. Unaenda kuzeekea jela unaenda ikaa miaka 20 jela. Kwa sababu sisi tunapopata mashauri yote yale tunakuja kuambia, tunapopata habari yoyote ile kutoka nchi yoyote ile tunakuja kuambia. Ni kama vile ule kijana mmoja, na sio kijana mmoja, baba huko Marekani, mke wake alimwachia mtoto, akamwambia mimi naenda kazini, baki na mtoto. Unajua hali ya Marekani, makazi za Marekani, wanawake na wanaume huwa wanagombozana. Mwanamke anaweza enda asubuhi, mwanaume akaenda usiku. Lakini baba alipobaki na mtoto wake, mtoto mdogo wa binti mdogo tu wa mwaka mmoja, mke wake alipomwachia mtoto, mke wake ameenda kazini, huyo baba alipoona ule mtoto wake amenyamba, baba akachukua ule mtoto kwenda kumtoa mavi. Yani unajua watoto wadogo wanaponyamba mavi huo inanuka sehemu pote pale, utajua tu mtoto ameshanyamba kabla mtoto hajakuambia, lakini wewe utakushajua kama mtoto ameshanyamba. Na ule mtoto alikuwa mtoto wa kike, unaona, na ni mtoto mdogo sana wa mwaka mmoja. Huyo baba alipoenda kutoa mtoto wake, mtoto wake wa kike, akajisikia vibaya sana kwenye mwili wake, akajisikia makosa, akakuwa amelibaka ule mtoto wake, unaona. Na alipobaka ule mtoto wake, huyo mtoto akawa amefariki mara moja. Unajua mtoto mdogo wa mwaka mmoja ambaye amelaliwa na baba yake, mtoto hawezi kapona, mtoto haifariki. Mtoto alipofariki, huyo baba akasema, akachukua ule mtoto wake akaenda kumtupia kwenye vitu vya ambao wanaweka uchafu. Akamfunga ule mtoto wake kwenye gunia, akaenda kumdumbukiza kwenye hivi vya kuweka uchafu, kwa sababu inapofika kipindi cha uchafu, zile gari zinakuja kuchukua uchafu, unaenda tupa. Sasa mke wake alipotoka kazini akasema, acha nitafute mtoto wangu. Kwanza ita mtoto, kutafuta mtoto, baba ule mke wake kumuuliza, vipi mtoto wangu yuko wapi, nahitaji mtoto wangu. Baba alipoenda chumbani huko, mume wake ule binti sasa, kwa sababu ule binti alikuwa ana watoto wawili. Baba alipopanda chumbani kule, akachukua bagi yake, kwa sababu alikuwa shafunga mizigo yake kwenye bagi, akapita anachukua mzigo wake akakimbia. Sasa unajua na hali ya Marekani, utakimbilia wapi? Popote pale ambapo utakimbilia watakuona tu. Hata ukimbilie chini ya udongo, hata ukimbilie chini ya shimo, utaonekana tu. Baba alipokimbia, huyo mama yake ule mtoto akaita polisi. Polisi ilipokuja kufanya doria kidogo pale nyumbani, kufanya doria, akaenda kugundua ule mtoto ameshakufa. Wamemfunga kwenye bage, hizi bage ambao wanaweka uchafu, yani wakamfunga ule mtoto ameshakufa. Wakatafuta ule baba yake ule mtoto, kumtafuta baba, kwa sababu haikosha kimbia. Lakini hakuna sehemu ambayo utakimbilia kwenye nchi ya Marekani, sababu kamera zimezunguka fasi yote. Marekani kamera zipo popote pale, hata ukimbie wapi watakuona tu. Polisi ilipofanya doria ikamtafuta ule baba, alipomuona
akaja akamleta nyumbani kwake kuoji ule baba, kumuojisha baba, kusema mimi ndio nifanya kitendo hiki, nimelala mtoto wangu, nilipomlala kimapenzi na mtoto akawa amefariki. Mtoto mdogo tu, yani amembaka mtoto wake. Unaona, kwa sababu wa baba wengi huwa wanabaka watoto wao, kama vile kipindi cha nyuma ambao kimepita niwahi kuzungumzia neno wa baba wengi wanatamani watoto wao wa kike. Sasa huyo baba aliposema mimi ndio nimebaka huyu mtoto wangu, huyo baba hivi ameenda zekea jela, na hata zekea jela wakule wanaenda kumfunga kifungo cha kunyongwa. Kule Marekani kule wameenda kumfunga kifungo cha kunyongwa. Usifikirie tu watamsamea tu wala wanampeleka jela kumfunga. Anaenda kufungwa kifungo cha kunyongwa, kwa sababu kule unapofanya kosa yoyote, kesi ya ubakaji, kesi mbalimbali hizi na kesi za mauaji, zaidi kesi ya mauaji, unapofanya kesi ya mauaji kwenye nchi za Ulaya, wataenda kukuua na wewe pia, wataenda kuweka mashini wanakusagasaga. Hakuna huruma kwenye nchi za Ulaya. Maana huyo baba alipobaka mtoto wake, polisi imemchukua akaenda kumpeleka huko. Kama wataua huko. Kwa hiyo nyinyi wa baba ambao mnaishi na watoto wenyu wa kike, muwe makini sana. Unapobaki na mtoto wako wa kike, huo unajua kama huyu ni mtoto wangu, haustahili kulala naye, haustahili kufanya chochote kile na mtoto wako. Unaona, kama unahitaji tendo la ndoa, subiri mke wako atoke kazini ndio uje muombe, mke wangu nahitaji tendo la ndoa, ndio mke wako akupe. Lakini sio wewe baba unatamani mtoto wako na ule mtoto wako unamgeuza kuwa mke wako. Sio vizuri. Hiyo ni habari ambayo sisi tumepata kwa channel yetu. Tunapopata habari yoyote ile kutoka Marekani wala sehemu popote, na sisi tunakuja kuwaambia nyinyi ambao mjapata ile habari muweze kuipata na nyinyi kupitia channel yetu. Ndio maana sisi tunapopata habari yoyote huwa tunyamanzii, na sisi tunakuja kuwaambia ili mupate kile ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Na ndio maana kwenye dunia hii hakuna huruma. Unapofanya kosa ndogo tu kwenye nchi za Ulaya wala kwenye nchi ya Marekani, unafanya kosa ndogo tu, hakuna cha huruma. Hawatakusamea, hawatasema eti wewe umeshakaa miaka mingi hapa, umeshakuwa mwenyeji hapa. Hawataangalia hicho. Watakuchukua na kupeleka jela. Unaenda kukaa miaka 20 kule jela, unakaa hata miaka 30 unaishi jela. Unaona, kesi ndogo tu. Ukifanya kesi ndogo tu, utaenda kuozea jela, kwa sababu hakuna huruma, hakuna eti watakusamea. Labda kwenda umeshakuwa mwenyeji pale Marekani wala umeshakuwa mwenyeji kwenye ile nchi ya Ulaya. Hawataangalia hicho. Ni kukuchukua tu, wanaenda kukufunga mara moja. Hakuna cha huruma. Ni kama vile ule mtoto mmoja huko Canada, siku ambazo zilizopita huko mbele tuwahi kuzungumzia watoto ambao wanavuta bangi, au watoto wadogo wanavuta bangi mbaya sana. Unakuta mtoto yuko anavuta bangi, hata baba yake hajawahi kuvuta ile bangi, lakini mtoto mdogo yuko anavuta bangi. Na mtoto ambaye anavuta bangi hatakiwi umshaurie, kwa sababu unapomshauria mtoto ambaye anavuta bangi, unakuta we baba unaenda kuozea jela, unaenda kaa jela miaka mingi sana. Ukikuta ule mtoto ni mkorofi, ni mtoto ambaye hataki kusikia mashauri, wewe achana naye tu, kwa sababu unapoenda kumshauri ule mtoto ambaye hataki kusikia mashauri, hataki kusikiliza, achana naye tu, kwa sababu unapoenda kumshauria unajikuta wewe ule mtoto wako amekuita polisi. Na polisi za huku Ulaya zinapokuja nyumbani kwako, hazitaongea chochote kile. Ni kuchukua inakupeleka jela. Haitaangalia eti huyu mtoto amekosea baba yake. Unajua kama Afrika, mtoto anapokosea baba anastahili kumzabua, baba anastahili kumpiga. Unaona, lakini kwenye nchi za Ulaya wala kwenye nchi ya Marekani, mtoto anapokosea baba akijaribu kumzabua, na ule mtoto kukuta ni mkosefu wa adabu, mtoto mkorofi, mtoto mvuta bangi, unakuta anaita babake polisi. Na polisi zikija tu nyumbani kwako, haziongeaki mambo mengi, zitakuchukua zinakupeleka jela mara moja.
Na ndio maana kawaida yetu kwa channel yetu tuko tunajaribu kushauria watu wengi wanakuja huku Ulaya wamekuja kugeuka. Watu wengi wamekuwa na hali mbovu sana. Unakuta mtu ambaye toka Afrika alikuwa anaishi vizuri na watu, anawasalimia watu, lakini watu wamefika huku hata akiona mtu mweusi mwenzake barabarani hawezi kumsalimia. Unakuta mtu mzima unamuona barabarani, wewe unapojaribu kumsalimia anakuangalia kama vile mtu ambaye kuoni. Unaona? Yaani watu weusi kwenye nchi za Ulaya hawana ile upendo zaidi kama wa Afrika. Unakuta mtu mweusi barabarani mnasalimiana, mnajuliana hali, lakini huku hivi vitu havipo. Ukiona mtu mweusi yuko napita barabarani, yupo bize tu, yani yeye haustahili kumsalimia. Unapoenda kumsalimia ukikuta yuko na wazawaza vitu vingi, kwa sababu nchi za Ulaya ni nchi ambao watu wanaishi na mawazo mengi sana. Watu wanawaza kulipa nyumba, watu wanawaza kulipa maji, watu wanawaza kulipa umeme. Unakuta mtu yuko akili yake yote ni kuwazawaza tu vitu vya kulipa. Sasa unapoenda salimia mtu ambaye yuko na mawazo mengi sana kuhusu yuko na mawazo mengi hajalipa nyumba yake, afu wewe unaenda kumsalimia barabarani, ndugu yangu, ukikuta huyo mtu yuko na mawazo mengi, unapoenda kumsalimia hata kuita polisi, na polisi zikija hakuna cha kuongea, ni taraka mara moja, zinakupeleka jela mara moja. Kwa sababu watu wa Ulaya wako na tabia mbovu sana. Watu wa Ulaya wanakuwa na tabia mbovu. Hawezi ona mtu mweusi mwenzako barabarani eti msaidiane wala muulizane hali. Hakuna hivyo vitu havipo. Kwa sababu sisi tunapopata taarifa yoyote ile kutoka nchi yoyote ile, sisi huwa tunakuja kuwapasha mjue kile ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Unaona, mjue kile ambacho kinaendelea kwenye ulimwengu huu, kwa sababu ulimwengu huu hauko ulimwengu wa zamani. Ulimwengu wa zamani watu walikuwa na upendo, watu walikuwa na juliana hali, watu walikuwa na salimiana. Lakini watu ambao wamekuta kutoka Afrika, unakuta ukuja na rafiki yako kutoka Afrika, anapofika kwenye hizi nchi unakuta rafiki yako ameshapanda kiwango, yani yeye ni yeye tu, anajiona sasa yeye ni yeye. Akishakuwa na gari sasa ndio unamkuta yuko na vimba kwenye gari yake, haustahili kumsalimia tena. Watu weusi wamekuja kuiga vitu vibaya sana huku Ulaya, kwa sababu tumeona watu weusi wengi hapa, unapowaona barabarani yeye tu anakuona kama vile akuoni. Anakuona kama mtu ambaye akuoni, yupo na kudharau, yuko na kutemea mate. Utafikiria labda umeshaenda kula nyumbani kwake. Watu weusi wamekuja huku, wamekuja kuiga hali mbovu sana. Unapoona mtu mweusi yupo na tembea, haustahili kumsalimia. Na yeye pia hastahili kukusalimia. Mnapishana tu naye tu. Unaona, kwa sababu kwenye nchi za Ulaya, hizi nchi za shetani, hizi nchi za Ulaya, watu wako nateseka kwenye nchi za Ulaya. Watu wanalala nje. Unapokuta mtu ambaye analala nje afu wewe uko nenda kumsumbua vya kumsalimia, ndugu yangu, utaenda kuita polisi tu basi. Lwako lumeisha kabisa. Hapo kuita polisi, kwa sababu polisi za huku Ulaya hazina huruma na mtu. Haziangalie we ni nani. Zikikuchukua zinakuchukua. Hakuna cha huruma. Na ndio maana sisi tunapopata taarifa yoyote ile, huwa tunakuja kuwaambia mjue kile ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Dunia hii watu wanateseka, watu wako nateseka kwenye dunia hii. Sana hizi nchi za Ulaya, hizi nchi za Ulaya hizi ni nchi ambazo watu wako nazidi kuteseka. Watu wanateseka sana. Unakuta mtu yuko nateseka usiku na mchana. Na ndio maana unapoona watu wako natembea, ujue yuko na mawazo. Unapoona mtu yuko natembea barabarani, yuko ndani anasimama mwenyewe kwenye barabara, yuko natembea, yuko ndani anajisemesha mwenyewe,
ujue huyo mtu ni mtu ambaye yuko na waza vitu vingi sana, yuko na waza vitu vingi, kwa sababu tumeona watu wengi wako natembea barabarani, wako nda naongea wenyewe. Unakuta mtu yuko natembea barabarani, yuko nda najisemesha mwenyewe, yuko nda nasimama mwenyewe, haiko eti yuko naongea kwenye simu, yuko nda naongea mwenyewe. Unapoona ule mtu ambaye yuko nda naongea mwenyewe, wewe haustahili kwenda kumsogelea. Haustahili kwenda kumsogelea, kwa sababu unapoenda kumsogelea muulize kwa nini uko najisemesha mwenyewe. Ukikuta sasa yuko na hasira zake, hata kuambia chochote, utaona tu anakuita polisi, na polisi ikishafika, ndugu yangu, hakuna cha kujieleza, ni kuchukua tu, wanaenda kutupa jela mara moja. Polisi za huko huwa ziulizi kesi zimeanza aje, mtatue kesi, mwanzo kuongea vikwaje, vikakuwa vikaenda vikarudi. Havipo. Kwa sababu unapofanya kosa ndogo tu utajikuta umeenda kuzekea jela miaka mingi sana. Na ndio maana sisi tunapopata mashauri yote yale tunakuja kuambia wewe ambao unapatikana kwenye nchi za Ulaya wala huko Marekani, uchunge jina lako vizuri. Chunga jina lako vizuri, yani jina lako huwa unaichunga vizuri sana. Usiharibu jina lako kwenye system, usiharibu jina lako, weka jina lako iwe vizuri. Yani unaposema uchunge jina lako, yani usiwe na kesi yoyote ile, usiwahi kufika polisi, usiwahi kufika mahakamani, usiwahi kufika popote pale, usiwahi kwenda kusamba na polisi, usiwahi kuwa na kesi na mtu wowote. Hapo utakuwa uko unachunga jina lako vizuri. Lakini ukiwa wewe ni mtu wa makesi, wewe kila mara ni makesi tu, wewe mara kesi ya kupigana, mara kesi ya hivi, kesi ya uzurumaji, huku hivyo vitu havipo. Unapochukua deni nchi za Ulaya, usikose kulipa deni kwenye nchi za Ulaya, kwa sababu unapochukua deni Ulaya, hakikisha ile deni uilipe, kwa sababu unaposhindwa kulipa deni za Ulaya utaenda kuozea jela na watakutoa ndani ya nyumba. Usifikirie watakuacha tu, watakuondoa ndani ya nyumba, watakutoa ndani ya nyumba, watakutoa kwa sababu umeshindwa kulipa. Watakupeleka mahakamani, sehemu ambapo anaita mahakamani. Wanapokupeleka kule unaenda kusamba na serikali. Usifikirie kule utaenda kushinda serikali. Hautashinda serikali, hata ufanye nini. Unaona, na unaposhindwa kulipa vitu vya hapa, wanakupeleka kule mahakamani, unaenda kusamba na serikali. Usifikirie utaenda shinda serikali, hautakuwa mjanja kuzidi serikali. Na wanapokuambia ulipe kile kitu, ukilipe unalipa miaka mirefu sana. Unaweza lipa miaka hata 30, miaka 40, na kizazi chako chote utakuwa unalipa deni ya Ulaya, huko unalipa deni. Watu wengi, unaona watu wanatembelea magari nzuri, mtu yuko anatembelea Range Rover, Mercedes Benz, magari zile kubwa zile za kifahari. Usifikie zile gari ni za kwao. Watu wanachukua vitu vya madeni huku Ulaya, wanachukua deni. Kuna magari za deni huku. Usione mtu yuko anatembelea gari nzuri, ile gari ni ya kwake. Ni ya kwake kwa sababu amechukua deni, na kila mwezi anabidi awe anailipia ile gari, anabidi awe anailipia kila baada ya mwezi, kwa sababu akishindwa kulipa ile gari, ameshindwa kulipa ile gari. Ukimisi tu mwezi mmoja tu, ukipitisha mwezi mmoja hujalipa ile gari, ndugu yangu, hawatasema kitu chochote. Watakuja kuchukua nyumbani kwako. Utaona tu polisi amefika, gari inachukuliwa, na wewe unaenda kuozea jela, kwa sababu ukikosa kulipa deni za Ulaya hakuna huruma. Hata tu simu tu inaweza kusababisha ukaenda kuozea jela. Simu tu, ukishindwa kulipa simu tu Ulaya, simu tu inaweza kusababisha ukaenda kuozea jela. Simu tu. Kisha sasa gari, sasa umechukua gari, unachukua gari ya 70,000, unachukua gari ya 80,000, unachukua gari ya 90,000, unachukua gari ya 50,000. Alafu zile pesa unakia zikuta na pesa zimekuwa nyingi, umeshindwa kulipa.
Ndugu yangu, hawatakusamea. Hawatasema eti wewe umeshindwa kulipa, eti tukusamee. Havitakuwepo. Wewe watakuchukua tu, wanakupeleka mara moja, wanakupeleka huko wenyewe, watakupeleka na ndio sehemu ambao watakupeleka, na ile gari ile ambayo umechukua batenda kupiga fine, na wanapokupiga fine usifikie watakupiga fine ya pesa ndogo. Kama ilikuwa gari 50,000 deni yake ilikuwa ungetakiwa ulipe 50,000, lakini watakupiga fine ya 80,000 wala 90,000. Wanakupiga fine ya 90,000. Unaona, kwa sababu ulikuwa umeshindwa kulipa. Na ndio maana unapokuja kwenye nchi za Ulaya usikose kulipa deni. Usikose kulipa deni. Hata umechukua deni ya nguo, umechukua deni ya kiatu, umechukua deni ya vitu vyovyote vile, umechukua deni ya friji, umechukua deni ya TV, usikose kulipa. Kwa sababu unapokosa kulipa deni nchi za Ulaya, ukose kulipa deni, hakuna cha huruma. Hawatakusamehe eti kwa sababu umeshindwa kulipa, watakuhurumia. Havipo. Eti umeshindwa kulipa deni, eti watakuhurumia. Havipo. Kwa hiyo nyinyi ambao mnatarajia kuja huku Ulaya, kama utakuja huku Ulaya, uje huku Ulaya usikose nakosa kulipa deni. Usikose kulipa deni ya Ulaya. Usiwe nachukua deni kwenye serikali. Unapochukua deni ya serikali, hakikisha uwe unalipa. Hakikisha ulipe kabisa. Yaani ulipe. Kwa sababu unapochukua deni ya serikali afu unashindwa kulipa ile deni ya serikali, hata ikiwa pesa ndogo tu, ukashindwa kulipa, utakiwa fukuzwa ndani ya nyumba. Watakutoa ndani ya nyumba na hakuna kitu chochote ambacho utafanya. Hata ile nyumba ulikusha nunua iko kwenye majina lako, ukashindwa kulipa ile nyumba deni, kama umeichukua ile nyumba deni afu ukashindwa kuilipa, hata ilikuwa imebaki pesa ndogo sana, ilikuwa baki dola 10,000 kwa kumalizia ile nyumba, watakutoa ndani ya nyumba. Hata kama ilikuwa bakia pesa ndogo, watakuondoa. Kwa sababu sisi tunaona watu huko Marekani, wanapofika huko Marekani, watu weusi wanakimbilia kununua manyumba. Unakuta mtu anaenda chukua nyumba vyumba 6, vyumba 5, mtu anachukua nyumba vyumba 5. Huko Marekani kuna nyumba kubwa, zile nyumba kubwa, mtu anachukua nyumba vyumba 7, mtu anachukua nyumba vyumba 8. Mtu mmoja tu anaenda chukua vyumba 8. Alafu vile ile nyumba amechukua mkopo, amechukua deni. Sasa ile unastahili huwa unalipa kila baada ya mwezi, unastahili kulipa dola 50,000, wala baada ya mwezi unalipa dola 5,500 wala dola 6,600 kila baada ya mwezi. Sasa zile pesa afu ukishindwa kuzilipa, siku utashindwa kulipa zile pesa, ndugu yangu, hawatakusamea. Watakuja kutoa ndani ya nyumba na wanakupeleka huko kwenye watakupeleka, kwa sababu umeshindwa kulipa. Kwa hiyo wewe unapochukua deni yako Ulaya, usikose kulipa. Yaani usikose kulipa. Bora ulana njaa, usikose kulipa deni yako Ulaya, usikose kulipa deni za Ulaya, usikose kulipa deni za serikali. Unapochukua deni ya serikali kwenye nchi za Ulaya, hakikisha unalipa, kwa sababu unachunga jina lako iwe vizuri. Kwa sababu unapoharibu jina lako kwenye system, wanakuta jina lako umeshaharibu, umeshakuwa na kosa mbalimbali, umeshafanya makosa nyingi. Hawatakuhurumia, hawatakusamea. Mimi nakwambia ukweli, hawatakusamea. Watakuchukua na kupeleka popote pale ambao watakupeleka kule. Na ndio maana sisi tunakuja kuwashauria. Sisi tunapopata taarifa yoyote ile tunakuja kuwaambia, mjue kile ambacho kinaendelea kwenye dunia hii. Kwa sababu sisi watu wengi wao wanatufuatilia kwa channel yetu, wanatuambia jaribu kwenda kushauria watu ya maneno, ambia watu hii maneno. Tunapopata taarifa yoyote ile, na sisi tunakuja kuwaambia, kwa sababu watu wa Marekani wako na shinda na lalamika usiku na mchana kuhusu serikali za Marekani. Unapokosea serikali ya Marekani tu, unaikosea kidogo tu,
ukosee serikali ya Marekani, utaenda kuozea jela. Na unapoenda jela huko, hata kama wamekupa miaka 7, miaka 10, ile miaka 10 utatumikia jela. Ukitoka kule jela tu wanakurudisha nyumbani kwenyu. Hawataangalia hicho kwa sababu umeshakuwa na passport, umeshakuwa na uraia kule Marekani. Hawataangalia hicho kitu. Watakurudisha kwa sababu tunaona watu wengi wanapofika Marekani wanakuwa na furahia sana vitu ambavyo sio vya kwao. Wanakuwa na furahi sana, si tumeshakuwa Marekani hapa sasa hivi, tumeshakuwa wazungu, tumeshakuwa wenyeji. Haujakuwa mwenyeji bado. Haujakuwa mwenyeji. Hautakuja kuwa mwenyeji kuliko watoto waliozaliwa pale. Wewe wanajua sehemu ambapo umetoka, wanajua mahali kwako, wanajua nchi yako, na wanajua kitofu chako, wanajua rangi yako, wanakujua we ni nani. Usifikirie utakuja kushinda watoto waliozaliwa hapa ujanja. Hawatazidi watoto waliozaliwa hapa ujanja. Na ndio maana hapa kwenye nchi ya Uingereza, nchi ambayo wanaita UK, nchi ya Uingereza, unapofanya kosa kidogo tu wanakuja kuchukua watoto wako wote. Kwa sababu hapa tumeshuhudia kwenye nchi ya Uingereza, watu wa Uingereza walitufuatilia wakatuambia tujaribu kushauria wamama ambao wanapatikana kwenye nchi ya Uingereza. Wamama wengi wanapofika kwenye hizi nchi za Uingereza wanakuwa najivuna sana kuonea waume zao ndani ya nyumba. Unakuta mwanamke na mume wake walitoka Afrika wakiwa vizuri, lakini huku wanafika wanaachana kabisa. Unakuta ndoa imeishaisha, na ndoa ikishaisha serikali inakuja kuchukua watoto, kwa sababu watoto wote ambao nazao kwenye nchi za Ulaya ni watoto wa serikali, sio watoto wako. Serikali ikipenda tu inakuja kuchukua watoto wako wote, na hakuna chochote ambao utafanya, kwa sababu tumeshuhudia watu wa Uingereza walitufuatilia kwa channel yetu wakatuambia kuna familia moja wamechukua watoto wake wote. Watoto wote wamechukuliwa na serikali. Kosa ndogo tu, huyo mzazi amefanya kosa ndogo tu. Mtoto akifanya kosa ndogo tu, hata beba mtoto mmoja, wanakuja chukua watoto wote. Kama walikuwa 10 wanachukua wote 10. Serikali inachukua. Na wale watoto wanapoenda na serikali, usifikirie watakupa hivi. Watoto wataenda kukomalisha na serikali, watoto watakuwa mikono ya serikali. Miaka yao yote unakuta mtoto afikishe miaka 20 wala 19 wala 18. Ndio labda anaweza kukupa tena mtoto wako, lakini hawatakupa ghafla tu hivi. Familia nyingi tunashuhudia familia nyingi zinaishi bila watoto. Familia nyingi Ulaya zinaishi bila watoto. Unakuta mtu alikuja na watoto wake kutoka Afrika, lakini unakuja huku kwenye hizi nchi, alafu watoto wakakuletea kesi ndogo, watoto wakakuwa na kudharau ndani ya nyumba, wala watoto wakafanya kesi ndogo. Watakuja kuchukua watoto. Watachukua watoto. Na watoto wakienda shuleni wanaenda kuwauliza kule shuleni, chakula gani mnakulaka nyumbani? Usifikirie walimu wa shule wanaulizaki watoto kule. Watoto wanapoenda shuleni wanawauliza mnakula nini kule, babako anakupigaka, mama yako anakupigaka. Mtoto akisema kule shuleni tu mzazi wangu ananipigaka, serikali itakuja nyumbani kwako. Kwa sababu nyumbani kwako bana pajua. Usifikirie eti wewe unaishi mnyumba serikali haijui nyumbani kwako. Wanajua. Serikali itakuja na chukua watoto wako wote, hata haikuwa mmoja. Hata mmoja ndio iko na aenda kusema eti kule nyumbani hatulishwaki vizuri, kwa sababu kule watoto kule wanapoenda shuleni, walimu huwa waenda kuuliza watoto kule shuleni. Jaribu kuwa nyinyi kule wanawauliza nyinyi kule mnakulaka chakula gani kule. Mzazi wako anakuwa nakupiga. Watoto wanauliziwa kule shuleni bila we mzazi kujua. Mtoto akienda kujikosoa tu anasema baba ananipigaka wala mama ananipigaka. Ndugu yangu, utakuta polisi atakuja na chukua watoto wote wanapeleka. Kwa hiyo nyinyi ambao mnapatikana Marekani na nyinyi ambao mnapatikana Uingereza, mnapatikana nchi zote za Ulaya, mnachunga watoto wenu vizuri. Usikose kuwa unanunua chakula kingi unaweka kwenye fridge. Kwa sababu unapoweka chakula kingi watoto wanakula gisi wanapenda. Ununulie watoto wako chakula, wapatie chakula chote kile ambao wanapenda. Lakini sio eti wewe mama, wewe mzazi unakuwa unabania pesa
hautaki kuemelea watoto wako. Na watoto wakienda kule shuleni wakienda sema eti mama tuemeleake, mama tunuliake chakula, watakuja kuchukua watoto, watakuja kuchukua, kwa sababu watoto wote wale, watoto wote hata ni wakwako ambao umezaa, ni watoto wa serikali. Usifikirie juu ni watoto wako na waona ndani ya nyumbani kwako eti wale watoto ni wakwako. Sio wako, ni watoto wa serikali. Ukifanya tu kosa kidogo, wale watoto wanakuja kuwachukua wote, na hakuna kitu chote ambao utafanya, na utabishana na serikali. Serikali ikishaamua imeamua, ikitaka kuchukua watoto wanachukua watoto, na utafanya chochote kile. Hiyo ndio serikali za Ulaya. Haiko kama Afrika. Serikali za Afrika, mtoto anapofanya kosa yoyote ile, mtoto anaweza kapewa dhahabu, anaweza kapigwa kwanza, na unamkosoa mtoto, unamshauria mtoto. Lakini huku Ulaya, huku mtoto anapofanya kosa yoyote ile, mtoto anachukuliwa kama vile dhahabu. Mtoto ndani ya nyumba wanamchukulia kama dhahabu mtoto. Lakini Afrika mtoto alikuwa anapigwa, mtoto anapigwa kibako, na anaendelea kuheshimu mzazi wake, na anaendelea kuheshimu mama yake, anaendelea kuheshimu baba yake, na anapofanya kosa kubwa anaomba babake msamaha. Lakini huku watoto wa huku hawaombi msamaha kwa mzazi. Hata mtoto amekosea, we baba, unakuta we tena baba ndio utaenda kuomba mtoto wako samahani. We ndio utaenda kumuomba samahani, lakini kuliko mtoto akuombe we baba msamaha. Lakini we unakuta ule mtoto ndio anajipandisha sana ndani ya nyumba, kwa sababu watoto wa huku Ulaya wanalelewa kama ndagaa. Zile ndagaa mbichi ambao unaziona baharini, ndagaa mbichi ambao unaziona ndani ya maji, ndio watoto gisi walivyo. Kwa sababu watoto wa hapa hautapiga mtoto, hautafokea mtoto. Hata mtoto akiwa na kosa kubwa hautampiga. Na ndio maana unakuta watoto wengi wanakuwa nakosea wazazi wao. Na ndio maana unakuta watoto wengi wanakuwa na tabia mbovu sana. Unakuta mtoto mdogo wa miaka 9, miaka 10 yuko navuta sigara. Yupo navuta bangi. Mtoto mdogo tu anaanza kuvuta bangi angali mdogo. Sasa huyo anapofikisha umri wa miaka 20, miaka 30, itakuwa ni hatari sana. Ina maana bangi itakuwa ishajaa ndani ya tumbo yake yote, kwa sababu ameanza vuta bangi angali mtoto mdogo. Na watoto ambao wanavuta bangi hapa ni watoto wabaya sana, watoto wabaya kabisa. Yani ni watoto ambao wasikii mzazi, au angalie huyu ni baba, huyu ni mama, au angalii. Unapoona mtoto anaanza kuvuta bangi angali mdogo, we mzazi ogopa huyo mtoto wako. Hata kama ni mtoto wako, unabidi kuanza kumuogopa, kwa sababu siku yoyote ile itakuja, huyo mtoto anaweza akakuitia hata polisi akakufungisha. Watoto wengi wamefungisha wazazi wao polisi. Watoto wengi wamefungisha watoto wao, wazazi wao jela. Wazazi wengi wako jela kwa sababu ya kesi ya watoto wao. Mtoto huku ndio wanasikiliza sana kwenye serikali za Ulaya. Watoto ndio wanasikilizwa kuliko wewe mzazi kusikilizwa na serikali. Lakini serikali inasikiliza mtoto sana, kwa sababu watoto wa hapa ndio kila kitu. Kwa hiyo unakuta we mzazi uko nafokea mtoto hautamfokea ndani ya nyumba. Unapoenda fokea ule mtoto ndani ya nyumba, uko nafokea mtoto akiwa na hasira tu, akienda sema tu kule polisi tu, anasema baba yuko nanifokea, baba yuko nanima amani, baba nipe amani, baba yuko anaenda sema vya uongo kule. Hata shuleni, hata watoto kule wanapoenda shuleni wanawauliza mambo mengi sana, kwa sababu wao wanapenda wakichukua watoto wote. Na ndio maana wanaenda kuuliza watoto kule nyumbani kwenyu mnakula chakula gani? Kule nyumbani kwenyu mnakula nini? Je, baba yako anakupigaka? Je, mama yako anakupigaka? Kule shuleni wanawauliza hizo swali za hivyo, wanawauliza. Usifikirie eti watoto wako wanaenda shuleni kule eti waulizi, kwa sababu wanatafuta kisa ya kuja kuchukua watoto wote. Ulaya huku wananyang'anyaka watoto. Usifikirie Ulaya wanyang'anyaki watoto, wananyang'anyaka. Serikali inakujake na beba watoto wote. Tumeona hapa familia moja ya Canada yoi kutufuatilia, familia moja kutuambia tujaribu kushauria watu. Serikali za Ulaya ziko zinabeba watoto za mafamilia, ziko nakuja kubeba watoto wote. Mtoto mmoja akifanya kosa tu, akifanya kosa tu, wanakuja kuchukua watoto wote wanaenda nao. Hawatasema eti ule mmoja ambaye amefanya kosa
batachukua ule mmoja. Vipo. Kama ni mmoja ambaye amefanya kosa, serikali itakuja na kukusanisha watoto wote wanaenda nao. Na wewe mzazi utafanya kitu. Kwa sababu tumeshuhudia sisi wenyewe familia moja ya Canada waichukua watoto wao wote. Familia moja wameenda kunyang'anyiwa watoto wote. Watoto wote wanyang'anyiwa. Unaona? Na wanapokunyang'anya watoto wako, hawatakurudishia nao tena. Yaani watoto wanaenda na lote. Na labda utakuja kuona watoto wameshakomaa, wameshakuwa umri wa miaka mingi sana. Mtoto kama mchukua angali mdogo wa miaka 2, 3, 4, utakuja kuona tena mtoto wako ameshakuwa mtoto wa miaka 18, 17, wala hata 20. Kuna mara kipindi hautawaona. Kwa sababu hiyo ni serikali za Ulaya. Kwa nyinyi ambao mnatarajia kuja huku wala mnaishi kwenye nchi za Ulaya, yani wewe unabidi kuchunga watoto wako vizuri. Na watoto wako unabidi kuwa wanunulia kile kitu ambao wanapenda, wanunulie chakula kile wanapenda, wanunulie kila kitu ambao wanapenda, kwa sababu wasiwe naenda kuuliziwa kule shuleni, nyinyi mnakula chakula gani kule. No. Kwa sababu unakuta shuleni wako na wauliza mambo ya ajabu, mambo ya kuja kunyang'anyiwa, kuja kunyang'anya watoto. Bila ukawia, unapopata video yetu hii, usikose kusubscribe, usikose kucomment, usikose kulike na kushare kwa ndugu yako wote, kwa sababu unaposhare video zote utakuwa unazipata. Lakini usisaulike kusubscribe. Subscribe ndio kitu cha maana sana kwenye channel yetu, kwa sababu unaposubscribe video zote utakuwa unaziona kwa simu yako. Na usikose kucomment na kulike video. Tunawatakia jioni njema na usiku mwema.